Kuna sehemu moja ilikwenda pahala, ilikuwa siku ya Ijumaa. Ilibidi tulighairi kusali Ijumaa, tukasali adhuhuri. Kwa sababu gani Sheikh Shaban? Imamu na khatibu alikosa huruma. Imamu na khatibu yani katika ibada, sababu hii ni ibada. Kwa sababu katika hadithi tunaambiwa kwamba min ma'innati al-khatibi wa qiswaru khutbatihi wa tulu salatihi, kwamba katika moja ya alama za kuwa na upeo wa fiqhi na utaalamu na utambuzi wa khatibu na imamu ni kufupisha khutba yake na kurefusha sala yake. Kiasi tu lakini. Sasa tunakuta sisi leo khutba dakika 40 45 mpaka dakika 60 khutba ya Ijumaa. Sasa hii ni khutba kitu gani maana? Hata khutba hii maana haifiki vile, na khutba kubwa zaidi. Kweli. Sasa khutba ilirefuka sana. Na khutba yake ilikuwa inazungumzia kuhusu haki za maiti. Akaanza kuzungumzia kuhusu masuala sakratul mauti, kuanzia huko. Roho inavotolewa, roho ya muumini inavotolewa, roho ya mtu muovu inavotolewa. Akashuka kuhusu malaika wa mauti anakuja namna gani. Alama za kifo. Kashuka mpaka kufikia ile roho inapotoka. Yani sasa Sheikh Shaban imekuwa nini? Darasa imekuwa. Yani kuliko darasa. Kuliko darasa. Alizungumzia darasa ya miaka 3 pengine kwa hutuba moja. Paka fikia mambo mtu kisha kufa, atamkisho shahada, afanye kadhaa mpaka kumkosha maiti, kuandaa sanda, kufanya hivi mpaka kumzika. Ndio. Sasa tulizumilia tukaona huu mtihani huu labda taishia hapa, anazidi na yeye. Tuko katika dharura safari. Ilibidi tukaondoka. Tukauliza baadhi ya watu wanaofahamu katika mji ule wafuatilie taarifa pahala pale ilikuwaje. Kwa nasema imamu alikuwa ameghadhibika sana siku ile. Amekerwa na maamuma wa msikiti ule na eneo lile. Wewe ukawatia adabu. Aiwa, kwamba isije katokezea hali kama hii kwa mara nyingine tena, kwa hivyo katoa mafundisho yote ya kuhusu maiti kwa hutuba moja ya Ijumaa. Kwamba inasemekana siku hiyo kwamba palitokezea msiba katika eneo lile. Na ikawa hakuna katika waumini wa eneo lile hata mtu mmoja anayejua kushughulikia zile huduma za maiti. Ndio. Kwa hivyo ikabidi yule shekhe arejee kutoka alikokuwa huko, akarudi na maiti kachelewa kuzikwa kwa muda mrefu. Sasa kwa kazi hiyo maana yake. Kwa ajili ya hiyo. Kwa hivyo akaona kwamba kwa kuwa watu hawa hawafahamu, basi bora sasa afanye hutuba ile Ijumaa, mambo yote yanahusu maiti yote. Kuanzia hajafa mpaka anazikwa. Katika hotuba moja zaidi ya saa 1.5 katumia katika hotuba. Sasa hii si hotuba ya Ijumaa. Hii ni kuwatia dhiki watu. Kwa hivyo hotuba ya Ijumaa iwe fupi, yenye kuelekeza mambo sahihi kwa mukhtasari wake, watu wafahamu nini kimezungumzwa katika hotuba ya Ijumaa. Sasa hii ni katika moja ya huruma za Mtume katika swala hili la ibada.